Leo tumekuwa hapa Arusha kwa ajili ya kuangalia biashara za vijana ambao tunaziita kwa Kiingereza tunaita startups, ambazo mara nyingi zinatengenezwa kwenye vituo, aidha vituo vya ubunifu au vituo vya ukuzaji vya malezi ya biashara au vituo vya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kwa hiyo hapa Arusha tumeweza kutembelea kituo ambacho kiko kwenye chuo cha uhasibu Arusha, ambapo tumeona vijana ambao wanafanya biashara nzuri kwa kweli na wamepiga hatua vizuri, na tumetembelea kituo cha ubunifu cha Twende ambacho na chenyewe kimelea sana wabunifu. Tangu mwaka 2017 wameanza kufanya shughuli hizo, na wao wamejikita kwenye ubunifu wa teknolojia za mashine na vitu ambavyo vina utaalamu vizuri wa kutengeneza mashine ambazo zinasaidia kwenye matatizo ya kijamii na vile vile matatizo ya hali ya hewa, nishati safi na vitu kama hivyo. Lakini tumekuja pia tukakutana na kituo cha malezi ya biashara ambacho kinaitwa Anza, na chenyewe kimefanya kazi kubwa sana na kina wajasiriamali wengi na kina eneo pia la wajasiriamali ambao wanataka kufanya shughuli zao pale. Na mwisho kabisa tumekutana na kituo cha Westiwele ambacho na chenyewe kwa kiasi kikubwa kinaendesha mafunzo kwa vijana na kuwapa nafasi ya kufanyia biashara. Na maana vijana ambao bado hawana fedha kwa ajili ya kufungua ofisi wanaweza kutumia nafasi ya ofisi kwa ajili ya kufanya biashara. Lengo letu la kutembelea hivi vituo ni kwamba serikali inakuja na mpango kamambe kwa ajili ya kuwasaidia vijana, na tangu tulivyopata uhuru hatujawahi kuwa na programu ya kuwasaidia vijana wanaoanza biashara. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia sehemu kama hizi ambazo tayari zinalea vijana wanafanya nini, changamoto ziko wapi, ili na sisi tuweze kujielimisha na kuja na kitu ambacho ni kizuri kwa ajili ya kuwasaidia vijana wa Tanzania. Kwanza sisi kama Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu tumezindua mwongozo ambao mwongozo tunauita mwongozo wa uendeshaji vituo vya biashara. Kwa Kiingereza tunaita Enterprise Development Center Guidelines. Hizi guidelines zinahusu hivi vituo vyote, aidha ni vya ubunifu au vya malezi au vya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kwa hivyo pamoja na ziara yetu ni kwamba pia tuna share huu mwongozo na tunawafundisha kuhusu mwongozo. Lakini kwa uzoefu wetu sisi kama baraza pia tumefanya kazi na vijana. Kwa hiyo tunajua changamoto zao na vile vile tunajua mapungufu yao. Ambacho tunakikazia kwenye vituo hivi ni kuhakikisha wanawafundisha maadili ya biashara, masuala ya uaminifu na masuala ya uvumilivu. Yaani biashara unapoifanya lazima uwe unaweza kuvumilia kwa muda ili uweze kuona matokeo ya ile biashara kabla hujaamua kwamba unaenda kufanya kitu kingine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunakazia tunapoongea nao. Lakini vile vile tunakazia kwamba vituo vya uwezeshaji hivi na vituo vya biashara vya uendelezaji biashara vijue fursa zinazoanzishwa na serikali. Sababu serikali inaanzisha fursa nyingi tu, na hao unakuta vijana hawajui mikopo inapatikana wapi, inapatikanaje, hawajui biashara zinarasimishwa vipi na vitu kama hivyo. Sasa hivi kuna fursa pia kwenye manunuzi ya umma kwa vijana ambao wanafanya biashara, wanaweza wakapata zabuni za serikali. Kwa ni mambo ambayo tunawakazia kwamba katika vituo kama hivi lazima vijana wapate hizo fursa za kuelewa mambo ambayo yanaendelea serikalini.